Kutokea hapa kwenye makaburi ya Kinondoni na tuko na mama mzazi wa marehemu Steven Kanumba. Leo tunaadhimisha miaka 13 na pamoja na wageni wengine pia hapa. Mama, pole, na unazungumzaje miaka hii 13 ambao watu wengi leo wamejitokeza pia hapa, watu wanaendelea kumuenzi mwanao pia? Yaani mwaka huu nimefarijika sana, nimefurahi sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na jitihada za Dr. Riziki, alinipa moyo, akanitia nguvu mpaka hali imekuwa hivi. Yaani nimefurahi. Sipaswi kulia, napaswa nimshukuru Mungu. Kwangu imekuwa maajabu. Pengine imekuwa na maajabu kwa sababu gani? Imekuwa na maajabu kwa sababu gani hasa? Watu wamekuwa wengi. Wasanii wamekuwa wengi, japokuwa wale mastaa huwa wako bize, lakini hao wengine wameitika wito, wamekuja, tumeshirikiana nao mwanzo mwisho. Dr. Riziki, habari yako, na pia nikupongeze pia kwa kufika siku ya leo hapa. Umeonekana mpaka mama ameweza kukutaja hapa kwa moyo wako wa kufika hapa na kuhamasisha pia watu kujitokeza leo. Pengine nataka nifahamu hasa msukumo wa kuweza kuwashawishi na watu kufika siku ya leo hapa utokana na nini hasa, na neno lipi hasa katika miaka hii 13 ya marehemu Kanumba? Kwanza niseme katika upande wa msukumo wa mpaka leo watu kufika hapa, inategemea. Unajua, mtu unapokuwa karibu na watu ni rahisi zaidi unapokuwa na jambo lako kukufikia. Kwa hivyo kama unavyoona watu kidogo wamekuwa ni wengi tofauti na mwaka jana, na hii yote imechangia kwa sababu tu ya ukaribu na watu. Lakini pia tuna kundi ambalo linasimamiwa na mimi mwenyewe kama mkurugenzi wa Mkalimalela Company Limited. Ni kampuni ambayo inadili na mambo ya uandaaji wa filamu pamoja na tamthilia. Kwa hivyo kupitia kikundi au kampuni yangu ilijaribu kuweza kushawishi watu, haswa katika wale ambao wako kwenye African Spirit na ambao wako nje, kwa sababu wasanii unajua wanapokutana sehemu moja huambukizana. Unaweza kukuta msanii huyu ana makundi zaidi ya 3 4. Kwa kupitia wito huo leo umetusababisha leo kuwepo hapa kwa namna hiyo. Kwa tunashukuru kwa kiasi kikubwa, mwitikio umekuwa mkubwa tofauti na mwaka jana. Naam, tunashukuru sana. Okay, sawa. Mama, moja ya vitu ambavyo tunazungumza pia pale ni namna wasanii kuungana katika mambo kama haya, kwa maana kujitokeza kwa wingi pia. Wito wako hasa ni upi, na unazungumza pia na watu wasanii wengi kujitokeza? Unadhani ni nini kifanyike basi ili siku nyingine pia mwakani watu waweze kuongezeka, kwa maana ya wasanii husika pia mkafanya naye kazi marehemu? Mimi kila siku wanakiomba, nasema watu tuingiwe na hofu ya Mungu. Manake wote safari yetu ni moja. Sio kusema mwingine kwa vile mimi ni star siwezi kufa au siwezi kupatwa shida. Mimi naomba kwa kweli tasnia yetu ya movie, naomba sana Mungu ashuke kati yetu, tuwe na upendo wa kweli, tushikamane. Kwa mfano kama leo, yani nimefarijika sana. Na waomba wasanii wote, uwe star usiwe star, Mungu achagui. Kama angekuwa anachagua matajiri wasingekufa, lakini Mungu achagui, ni wote, njia yetu ni moja. Ninachoomba pale msanii mwenzetu anapopata shida, tushirikiane, tushikamane, sio tufate majina. Asante sana. La mwisho, nimepata pia taarifa kwamba Kanumba The Great itakuwepo, kwa maana filamu itakuwa inasimamiwa na watu ambao wametajwa pia hapo. Pengine hili likoje pia na unalizungumziaje? Naomba nimuite mhusika mkuu. Okay. Emil. Okay, sawa. Pengine hasa sasa kwa wasanii wenzako pia ambao tunatamani mwakani pia waweze kufika hapa, unalipi la kuambia? Kwa wasanii ambao nilitamani mwakani wafike hapa, mimi nafikiri mengi yamezungumzika pale tukiwa kaburini. Tumezungumza mambo mengi, tukasema kwamba kifo hakichagui, na mama kazungumza hapa, uwe tajiri uwe maskini, safari yetu ni moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasanii haswa wakubwa, wasimwache mama. Watu wanajitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanamtoa alipo mama kumpeleka mahali pengine, ingawa Mwenyezi Mungu ndo anayeweza kupushi mabadiliko ya mtu, lakini lazima nyuma ya Mwenyezi Mungu kuna mkono wa mtu. Mwenyezi Mungu anabariki lile jambo linaenda. Kwa hiyo nimshukuru kwa nafasi ya kipekee ndugu yetu kutoka US kwa kuweza kuliona hilo na kuweza kuamua kuungana na mama kuweza kuipush kampuni ambayo ilikuwa imedrop kwa muda mrefu. Lakini na mimi kwa nafasi yangu namwahidi mama sintoweza kumtupa kwa namna yoyote. Tutaungana naye katika hilo, tutahakikisha kwamba kampuni inanyenyuka.
iwe mvua iwe jua, tutaungana na ndugu yangu kutoka US katika kuhakikisha kwamba tunamuinua mama. Hilo tu. Pengine sasa la mwisho katika mkakati ya kunyanyua Kanumba the Great, kwa maana filamu kuna kuhusika production na vitu vingine kama hivyo katika kuandaa movie, kama miongoni mwa watu ambao tunasaidia jambo, pia mipango ikoje na mpaka sasa hivi imefikia wapi na itakuwaje pia katika ufanyaji kazi wake? Amini mambo mengi yanaendelea vizuri, vitu vingi tayari tushakuwa navyo. Kuna baadhi ya project ambazo tayari ndo zipo in pre-production, soon enough tunaanza kushuti, and I'm pretty sure si muda mrefu mtaziona kazi zetu kabisa. So Kanumba the Great inarudi si muda mrefu kabisa. Okay, asante mama. Lolote la mwisho kwa watu ambao wamejitokeza leo hapa? Yaani kiukweli mimi sijui nisemeje. Na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pili kama nilivyosema namshukuru huyu daktari, lakini ni kijana wangu, ameweza kubeba mzigo mkubwa. Namshukuru huyu aliyefunga safari kutoka huko na ambaye amekubali anishike mkono aniinue. Kwa kweli Mungu mtenda miujiza, kila jambo lina wakati na Mungu ana makusudi yake. Asanteni sana. Daktari, la mwisho? Mimi nitoe tu wito kwa wasanii wadogo na wakubwa kuhakikisha kwamba wanaungana katika upande wa kazi zao hizi kwa ajili ya kuweza kuipushi sanaa ya Tanzania na watu wajifunze kupitia kazi hizi. Sanaa ni ajira. Kwa wasichukulie tu kwamba sanaa ni sehemu ya kiburudisho cha watu wanafurahi, lakini sanaa ni ajira. Imetengeneza ajira duniani. Watu mbalimbali tunaona mastaa mbalimbali wa duniani huko US tunaona wanafanya vizuri kupitia sanaa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasanii, haswa hawa wasanii wadogo ambao leo tumeungana hapa kuweza kuichukulia sanaa kama kazi. Naam. Asante sana. Asante. Jamani, akaunti yangu mtu akitaka kunifuatilia imeandikwa Mama Kanumba 9. Okay. Instagram. Mwingine yote? Hivyo sio. Mitandao mingine hivyo utakuja kuuliza. Tunaanza na Instagram kwanza. YouTube baada hajafungua, lakini utafungua soon, ndio utafungua soon. Kumpata mama ni Kanumba 9. Mama Kanumba 9. Namba zao zote mimi nimeweka katika mafaili. Kwa hiyo hao wote, ndugu yetu huyu ametangulia mbele za haki, mama bado tupo naye. Labda kuna baadhi wengine hawajatokea. Kuna msanii wetu mwenzetu aliyekuwa rais wa shirikisho la filamu Elia Mbiata, amefiwa na mtoto wake wa kwanza. Saa hizi wanazika kule Korogwe. Kwa hiyo kuna wasanii wengi wameenda Tanga kuzika. Kwa hiyo unaona kuna baadhi wengine tuko tunachati nao wapo huko. Kwa hiyo walikuwa natamani wengine kufika katika maeneo haya, lakini kutokana na sababu kama hizo, kuna msanii mwenzetu na alikuwa ndo rais wa shirikisho la filamu mstaafu. Kwa hiyo akasema ngoja tukamunge mkono. Mimi mwenyewe nilikuwa niende huko. Lakini sasa kutokana na mimi problem, jirani yangu na yeye kuna mtu amefariki, amefiwa na mama yake mkubwa, nikasema ngoja nizike. Kwa hiyo tuzungumzie kwa sababu kama kwa leo kikubwa ni kumwombea tu mwenzetu. Sisi tumeshirikiana naye kwa hali na mali, na mama tupo naye, na mama nyumbani kwake sidhani kama kuna mtu hajafika. Wote tunakwenda mara kwa mama, na vile mimi ni jirani yangu sehemu aliponunua mwanae, wote tunakaa sehemu moja. Kama ngopo hai ngopo tunakaa wote mtaa mmoja. Kwa hiyo bado ile eneo anaendelea kuishi mwanae, lakini na mimi nakaa hapo mtaa mmoja. Kwa hiyo kama ngopo hai wote tunaenda kununua wote sehemu moja. Kwa hiyo ngopo kijiji kile, kama ngopo hai kijiji kile kinaitwa Kanumba. Lakini sasa kutokana na mwenzetu ameshatangulia mbele za haki, nyumba ipo, sisi tupo pale. Basi kikubwa ni kumwenzi tu mwenzetu alitangulia mbele za haki, kwa sababu hamna binadamu asionja umauti. Kikubwa ni kufanya mazuri, kesho ufike peponi. Usipofanya mabaya hapa kaburini unaanza kushirikiwa. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amina.